Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali za kimichezo ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV. Tunajua imepita miaka 32 tangu Simba ametinga hatua ya finali kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na sasa leo tunakupenyezea ni kwa nini Simba anaweza kawa bingwa wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Miaka 32 iliyopita Simba walifika finali ya michuano ya Afrika CAF Cup. Mwaka 1993 wakapambana vikali dhidi ya Stella Abidjan ya Ivory Coast, lakini wakateleza. Kilio hicho hakikuwahi kufutika, kiligeuka kuwa deni lililodumu kizazi hadi kizazi. Mwaka 2025 Simba wameandika sura mpya, kufuzu tena finali ya CAF Confederation Cup, na sasa wamepewa nafasi ya kulipa deni hilo la kihistoria. Safari hii sio tu kwa ajili yao, bali kwa vizazi vyote vilivyoamini katika ndoto hiyo kwa miongo mitatu. Katika kila pambano Simba wamejiandalia njia ya ushindi kwa ujasiri na bidii isiyo na kifani. Sio tu kwamba wamekimbia mbali na vikwazo vya kila aina, bali wamejionyesha kuwa na damu ya mabingwa. Kuingia finali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF Confederation Cup mwaka 2025 ni ushahidi wa wazi kuwa wana nafasi ya kubeba taji la Afrika. Ukiwa kwenye nafasi ya aina hii unatazamwa kama bingwa mtarajiwa, lakini je, wameshafanya kile kinachohitajika ili kuwa mabingwa katika kila final? Simba ilianza safari yake katika kundi A maarufu kama kundi la kifo, pamoja na timu kubwa kama Sfaxien ya Tunisia, Constantine ya Algeria na Bravos Makwizu ya Angola. Ingawa kundi hili lilikuwa na timu kubwa na ngumu Afrika, Simba walijenga msingi wa ubingwa kwa kuonyesha soka la kiwango cha juu, wakiongoza kundi na kupata matokeo ugenini dhidi ya Sfaxien, na hii ni tabia ya mabingwa kushinda ugenini. Katika robo finali walikumbana na changamoto kubwa ugenini. Walifungwa mabao 2-0 na Al Masry huko Misri, lakini walirudi Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Walipindua matokeo kwa ushindi wa bao 2-0 na kwenda kwenye penalti na kushinda kwa penalti 4-1. Katika nusu finali, licha ya kumaliza mechi ya kwanza kwa ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Stella Boji ya Afrika Kusini pale Zanzibar, Simba walikutana na changamoto ya ukubwa ugenini pale Durban ya Afrika ya Kusini, huku wakicheza chini ya kiwango na uwanja uliokuwa na changamoto. Walipata sare ya 0-0 na kufuzu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hali hii inadhihirisha ubingwa wa Simba ni timu inayoweza kupambana kwa stahimilivu na kufika malengo hata katika hali ngumu. Haikuwa kazi rahisi, sababu mpango wetu ilikuwa kupata goli mapema, alisema kocha msaidizi wa Simba Suleiman Matola. Tumefanikiwa kufika hatua ambayo tulikuwa tunatamani tuifikie tena, na historia yetu tumecheza finali ya mwaka 1993, lakini miaka 32 baadaye tumeweza kufanikiwa, alisema Muktaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa Simba, akipongeza wachezaji na benchi la ufundi kwa hatua ambayo ilifika, ambayo ni hatua ya finali. Simba imefika finali ya CAF Confederation Cup kwa mara ya pili baada ya ile ya awali ya mwaka 1993. Ukiacha finali, ishawahi kutinga nusu finali nyingine ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa ni ligi ya mabingwa mwaka 1974. Aidha, Simba imekuwa na tabia ya kufika hatua za juu mara kwa mara barani Afrika, hususan hasa katika robo finali. Tangu mwaka 2018 hadi sasa Simba imefanikiwa kuwa klabu yenye mafanikio makubwa zaidi kimataifa kutoka Afrika Mashariki, robo finali 6 katika mashindano makubwa barani Afrika, na sasa imetinga finali baada ya kuitoa Stella Boji ya Afrika Kusini. Hatua hizi hawaingii timu za kawaida, huingia mabingwa na timu zenye sifa ya ubingwa. Simba imefanya hivyo, inaweza kuwekwa kwenye kapu la mabingwa. Kupitia hatua hii ya finali, Simba wamepata zawadi kubwa ya fedha, wakikusanya dola milioni 1 kwa kufikia hatua hii ya juu, na iwapo itashinda ubingwa watapata dola milioni 2. Hii si tu faida ya kifedha, ushahidi wa ubingwa wao wa kweli. Na timu mabingwa huwania ama kupata pesa kiasi kikubwa. Zaidi ya pesa, Simba wamejikusanyia heshima kubwa barani Afrika. Rais Samia Suluhu Hassan akipongeza kwa kufika finali kupitia mtandao wake wa Twitter, zamani kwa sasa unaitwa X: "Mmeipa nchi yetu heshima kubwa na watakia kila laheri, mnayo hamasa yangu wakati wote."
Haya yalikuwa ni maneno ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hata baada ya mechi ya nusu finali kule Afrika ya Kusini. Kocha wa Stellenbosch Steven Baka alikaririwa hadharani akisema Simba ni timu kubwa barani Afrika, na hii ishara kwamba Simba wamejijengea heshima ya dhati na wanayo nafasi ya kuendelea kujenga heshima katika soka la Afrika. Simba wameonyesha sio tu kwamba wana uwezo wa kushinda, bali pia wanahitaji kudumisha ubingwa na heshima yao kila hatua wanayochukua. Kwa mujibu wa viwango vya kafu, Simba sasa inashika nafasi ya 4 bora barani Afrika, nyuma ya Al Ahly, Mamelodi Sundowns na Esperance Tunisi. Hii ni ishara ya nguvu ya Simba ambayo sasa wametajwa kwenye miongoni mwa timu bora kabisa kwenye soka la Afrika. Kuwa 5 bora kwa viwango Afrika ni nafasi za mabingwa, na sio kila timu inaweza kuwa kwenye nafasi hiyo. Kwa kupambana na timu kama Sfaxien ya Tunisia, Constantine Al Masry na kuiondoa Stellenbosch ya Afrika Kusini na kutinga finali nyingine, ingawa ni baada ya miaka mingi, Simba imeonyesha kwamba ni klabu inayoweza kupambana na vigogo wa Afrika. Hii ni hatua ya muhimu si tu kwa klabu bali pia kwa ligi ya Tanzania kwa ujumla, ambayo inakuwa na heshima na kuimarika kwa viwango vya juu kwenye soka la Afrika. Kwa upande wa viwango vya Simba, ni hatua muhimu katika kupandisha hadhi ya ligi ya Tanzania kwa viwango vya kimataifa. Hatutashangaa orodha mpya ya viwango vya ligi bora Afrika. Ligi ya Tanzania itaendelea kwa miongoni mwa ligi 5 bora Afrika. Mchango wa Simba hauwezi kupuuza, ni mabingwa tu husaidia ligi zao kupanda kwenye orodha ya viwango kwa ujumla. Simba wamekuwa nguzo na ufanisi na mchango mkubwa wa soka la Afrika Mashariki na Tanzania. Simba wameonyesha kuwa mabingwa hata kabla ya kushinda final, kwa kujizatiti kupambana na kustahimilivu na kuvivimbia vilabu vikubwa. Kila hatua waliopita wamejijengea hadhi ambayo haitaweza kupigwa tena. Wameweka historia, hadhi ya heshima kwa kutinga finali kama walivyofanya watani zao Yanga misimu miwili iliyopita. Hata hivyo, hadhi ya ubingwa wa aina hii ni hatua waliopo sasa na haitoshi. Wanapaswa sasa kupiga hatua moja mbele kutoa kombe la Afrika. Si rahisi, lakini inawezekana. Wanayo nafasi, hivyo wanatarajiwa kucheza na RC Berkane wakianzia ugenini Mei 17 mwaka 2025 na kumaliza nyumbani Mei 25 mwaka 2025. Kocha wao Faldu Davis aliona hilo na amesema hawapaswi kufurahia sana hatua hii, wanapaswa kujielekeza kwenye kutoa kombe, akiungwa mkono na nahodha wake Mohamed Hussein. Hii hatuishi hapa, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu inshallah tunakwenda kuchukua taji hili, amesema nahodha wa kikosi cha Simba. Ni sahihi na wakati sahihi wa kushinda kombe hili, kuthibitisha kuwa ni mabingwa na kufika hapa kwa bahati mbaya, na si kwa bahati tu. Wanataka kuidhihirishia umma kwamba Simba ni timu ya mabingwa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali za kimichezo na makala mbalimbali.